Naitwa Mwalimu Baraka Kipenya. Mimi ni afisa elimu taaluma. Ndio. Elimu awali na msingi halmashauri ya mji Njombe. Okay. Tufahamu tu kwanza kwenye mwaka wa fedha ambao umepita, ni fedha kiasi gani ambazo zilikuwa zimeidhinishwa kwenye bajeti kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa upande wa idara ya elimu msingi? Kwa upande wa idara ya elimu msingi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 tumeweza kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 1,535,533,209. Bilioni 1.2. Bilioni 1.2. Asante. Fedha hizo mgawanyo wake ulikuwa kwenye miradi gani na miradi gani? Fedha hizo mgawanyo wake ulikuwa kama ifuatavyo. Kulikuwa na program ya boost, kuna fedha kutoka serikali kuu, ndio, kuna fedha kutoka mapato ya ndani, yani ndani ya halmashauri, na kuna fedha kutoka mradi wa GPE TSP. Okay. Ndio. Na kwenye hizo fedha ni miradi mingapi sasa ambayo ilipangwa kutekeleza kutokana na bajeti ambayo pia ilikuwa imewekwa? Ndio, kuna miradi mingi imetekelezwa, lakini kwa upande wa program ya boost ndio tulikuwa na miradi 4. Ambapo tulikuwa na ujenzi wa shule mpya moja, shule ya msingi Mgola, ambayo tumeisha ijenga, imeisha kamilika, na ujenzi umegharimu shilingi milioni 329 na laki 5. Okay. Ndio. Mradi mwingine ulikuwa ukarabati wa shule ya msingi Kambarage. Ndio. Ambao umegharimu shilingi milioni 132,30,905. Mradi wa 3 kwenye program ya boost ulikuwa ujenzi wa madarasa 3 na matundu ya vyoo shule ya msingi Kibena. Ndio. Mradi wa 4 ulikuwa ujenzi wa madarasa 3, ofisi 1 na matundu 6 ya vyoo kwa wanafunzi wa awali shule ya msingi Nazareti. Okay. Ndio. Na umegharimu kiasi gani huo? Ambao umegharimu kiasi cha shilingi milioni 70 na laki 1. Ndio. Ndio. Okay. Katika hiyo miradi ambayo umetoka kututajia hapo, Ndio, ipi imekamilika na ipi ambayo haijakamilika? Kwa upande wa program ya boost, miradi yote imekamilika. Ndio. Imekamilika yote. Na tayari inatoa huduma? Na tayari inatoa huduma. Okay. Ndio. Yote imekamilika na tayari inatoa huduma. Ndio. Sawa. Na hiyo program nyingine hapo ambayo umetoka kututajia? Program nyingine ni GPE TSP. Ndio. Ambapo tumepokea fedha. Kabla ya kusema fedha tulizozipokea, tunavyosema GPE TSC, kwa mtu ambaye haelewi TSP na GPE, ni fedha ambazo zinatoka kwa watu gani? Ni fedha kutoka ni program ambayo fedha kutoka kwa wafadhili wetu nje ya nchi, ambao ni Global Partnership for Education. Ndio. Kwa hiyo je, mabwana, pamoja na kwamba serikali inatekeleza miradi kwa kutumia fedha za mapato ya ndani pamoja na kodi za wananchi ambazo zinakusanywa kupitia tozo mbalimbali, lakini pia wapo wadau kutoka nje ambao wanafadhili hiyo miradi ambayo inatekelezwa, na hususani kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, pamoja na elimu msingi na elimu sekondari. Okay. Kwa hiyo tufahamu tu kwamba tunafanya kazi na wadau wa ndani na wadau wa nje. Ndio. Karibu sasa tufahamu hii miradi ambayo imetekelezwa kupitia GPE na TSP. Ilikuwa ni kiasi gani ambazo zimetoka kwa hawa wadau? Tulikuwa tuna miradi 3 kwenye programu hii ya GPE. Ndio. Ambapo ni ujenzi wa kituo cha walimu, yani TRC, Teachers Resources Center, kata ya Utaringora. Ambacho kitagharimu shilingi milioni 54. Ujenzi umeshaanza, lakini tuko hatua za ukuta. Na tuna mradi wa ujenzi wa matundu 5 ya vyoo shule ya msingi Njomlole. Ndio. Unagharimu kiasi cha shilingi milioni 10.
Okay. ambapo ujenzi unaendelea. Na tuna ujenzi wa madarasa 4 shule ya msingi Mji Mwema. Ndio. Kiasi cha milioni 100. Okay. Ujenzi uko hatua ya upauaji, ujenzi unaendelea. Ndio.